Kampuni yetu imezaliwa kuweza kuinua maisha ya Mtanzania wa kawaida kabisa kwa kummilikisha ardhi isiyokuwa na migogoro, lakini pia malipo ya kidogo kidogo mpaka kwenye ujenzi wa nyumba. Hii ndio hatua yetu ya mwisho kwa mwaka huu. Hatutakuwa na mradi mwingine tena baada ya hapa. Hivyo ni wake up call kwa Watanzania. Tuchangamkie fursa ya viwanja vya mwisho vilivyobaki kwenye mradi wetu namba 3 Hyper City. Mradi namba 1 Smart City yuko sold out, Mega City pia yuko sold out. Huu ndio wa mwisho. Kwa hiyo yote ambaye hajakamata kiwanja, tumia fursa hii uweze kukamata kiwanja kilichopimwa, kinachotoa hati. Square mita moja leo tunauza 1750. Hatutakuwa na bei hiyo baada ya ujenzi kuanza. Hivyo nitoe rai, ardhi ni asset inayopanda thamani. Hakuna namna unaweza kaikwepa. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza mapema safari yako kuhakikisha kwamba unaiweka familia yako kwenye ramani kwa kumiliki mali. Swala la ujenzi wa nyumba yako ni jukumu letu, tuachie sisi. Smart Generation Company ni kampuni ya Kitanzania ya kizalendo ambayo ina maono ya kubadilisha maisha ya Mtanzania wa kawaida. Maono yetu tumewekeza kwenye kuboresha makazi, lakini tunapoboresha makazi sio tu makazi na yatokanayo na makazi. Kwa maana ya mtu anapokaa eneo, kutahitajika afya, kutahitajika elimu, kutahitajika huduma bora za maji, miundombinu safi ya barabara na kadhalika. Kwa hiyo sisi sio tu kwamba tunawekeza kwenye makazi, bali mjumuiko wa maisha kwa ujumla. Kwa sababu tunapouza viwanja, mtu anaponunua kiwanja kwetu, basi tunahakikisha kwamba kile kiwanja kinageuka kuwa makazi bora. Kwa kwanza analipia taratibu kiwanja chake, akimaliza tunamkopesha, tunaweza kwenda naye tukamkopesha msingi, tukamkopesha jengo imara, naye akalipia kidogo hivyo. Na baada ya hapo miundombinu yote ya site ya eneo husika tunaiweka sisi. Miundombinu kama barabara nzuri, kwa sababu tutakuwa na barabara, taa za barabarani zitakuwepo, tutakuwa na public swimming pool, tutakuwa na wifi kwa sababu dunia sasa inaelekea kwenye internet. Kwa hiyo kutakuwa na wifi zitakuwepo, kutakuwa na hizo public garden kwa ajili ya watu kupumzika, lakini pia itakuwa ni maeneo maalum kwa ajili ya kukuza vijana katika mazingira bora. Kwa mfano watoto, kutakuwa na maeneo ya kucheza mazuri, kutakuwa na maktaba za watoto, kutakuwa na hospitali nzuri za kisasa zinazofanya huduma ambazo zimejumuisha katika maeneo 4: huduma ya hospitali ya kawaida, huduma ya kutumia matibabu bila kutumia vidonge, kwa maana huduma ya mazoezi, reflexology, massage, physiotherapy, hivyo vyote vitakuwepo. Lakini pia itakuwa ni hospitali ambayo inatoa huduma ya matibabu ya saikolojia, matibabu ya kutumia mimea ya asili. Kutakuwa na mimea tiba ya asili yote Tanzania tutakuwa nayo kwenye eneo moja, ambapo tutaendelea kufanya tafiti ya kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia hiyo mimea. Kwa atakayetaka kutibiwa kwa mimea atatibiwa, anataka kutibiwa kwa vidonge kawaida atatibiwa, na asiyehitaji vidonge wala mimea, anahitaji kutibiwa kisaikolojia, kupewa ushauri, anahitaji kufanyiwa reflexology, kufanyiwa massage, kufanyiwa acupuncture, acupressure, vyote pia vitakuwa vinafanyika kwenye hospitali zetu. Lakini kikubwa sisi tunafanya mindset shift. Tunahamisha fikra za Kitanzania kwamba maisha bora hapa nchini yanawezekana. Karibu Smart Generation, karibu kwenye makazi bora kabisa, karibu kwenye kesho ya Tanzania na kizazi chote cha Afrika. Mimi nimekuja leo hapa, uji wangu mkubwa ni kutembelea viwanja vyangu ambavyo vipo kwenye mradi wa kwanza wa Smart City. Hapa na viwanja 7, lakini kabla ya kuja kutembelea nilianza kulipia kwa imani, nikiamini kwamba kila kitu kinawezekana. Leo nimefika, nimeona viwanja vyangu, nimeonyeshwa. Nashukuru Mungu, vipo beacon, zipo zimewekwa za ardhi. Kwa hiyo ni wewe kuwa na imani kwamba kila kitu unachokifanya kinawezekana. Usitangulize sana utapeli mbele kuhisi kwamba kila kitu ni kutapeliwa. As long as hichi kitu kipo kwenye system, hamna mtu anaweza kukutapeli. Ni wewe kuwa na imani na hichi unachotaka kukifanya. Na kijana yoyote ambaye anaona malengo ya baadaye, anakuwa na ndoto ambazo hazina matarajio kwamba zitakuwepo au hazitakuwepo, lakini cha msingi ni kuwekeza ardhi. Wekeza kwanza, faida baadaye.
ardhi ni long term asset ambayo faida yake unakuja kuiona mbele sana. Plani yangu bwana, mimi ni kubwa sana. Mimi ni mama ambaye napenda baadaye nije kutengeneza nyumba zangu nzuri. Kwanza nyumba ya kustaafu. Napenda kustaafu sehemu ambayo ni nzuri, safi, yenye hewa safi kama Smart City ilivyo. Kitu kingine nimenunua kwa ajili ya familia yangu. Mimi na watoto wa kiume 2. Nategemea kwamba Mungu akinisaidia mpaka miaka hiyo watoto wangu wamekua, nitakuwa tayari nimeshajiendeleza. Watoto wangu wakija wataendelea kurisi vizazi na vizazi. Hilo ndo lengo langu kubwa. Jamani, hizi kazi zetu tunazozifanya huko makazini zina mwisho. Na ukitaka kujua zina mwisho, chukua likizo, kaa nyumbani. Ukiwa hauna chochote cha kufanya, utabaki kuonekana kama vile ni wewe unapiga makelele. Lakini ukiwa na miradi yako kama hii, umeanza kujiwekeza mapema, kidogo unachokipata kwenye mshahara unawekeza, kidogo unachokipata kwenye mshahara unawekeza. Baadaye unakuja kustaafu, unajikuta una ardhi zako za kutosha, una viwanja hata 10, 15. Unauza 5 vinajenga 10. Hauoni kama utakuwa umeendelea? Tusijisahau sana huko makazini. Uzuri wa SGC Smart Generation, wenyewe wamelenga watu wa aina mbalimbali. Hawajali kwamba wewe ni mzee, ni kijana, una kazi, huna kazi. As long as una uwezo wa kupata hata kidogo kidogo au hata 1,000, una uwezo wa kuwekeza na ukawa na ardhi yako. Hauwezi kuniambia kwamba Mtanzania wa kawaida unashindwa kupata shilingi 1,000 kwa siku. Ukipata shilingi 1,000 leo, kesho, mpaka ikifika mwisho wa mwezi una 30,000. Kwa hiyo yani SGC ni mradi ambao umezingatia watu wa aina mbalimbali bila kuchagua design za watu. Mtu wa kiwango cha chini kabisa ana uwezo wa kumiliki ardhi SGC. Tusiogope, tusiwe na wasiwasi, kila kitu kinawezekana. Niliweza kununua viwanja mradi wa kwanza wa Smart City na ploti 4, lakini pia na mradi mwingine wa Mega City na ploti 4, lakini kuna Hyper City kule na ploti 8. Lakini napenda kuwaambia Watanzania wenzangu, kumiliki ardhi sio gharama kubwa. Ni namna ya kujitoa tu. Hata mimi sina kipato kikubwa, ni kipato cha kati tu kabisa, lakini kwa sababu tunalipa kwa kidogo kidogo, mtu yoyote anaweza kufanya. Yaani usione kitu kigumu kwa maana kwamba Mtanzania wa kawaida uwezi. Hapana. Ni kitu ambacho yeyote anaweza kufanya. Yeyote anaweza kufanya. Na kusihi Mtanzania mwenzangu mwenye kipato cha kati na kuomba na kusisitiza na wewe, jaribu kuja kuwekeza kwenye ardhi. Ardhi haimtupi mtu. Nimejaribu, nimeweza na naamini nitaweza na wewe unaweza. Leo nilijaribu kununua viwanja pasipo kufika site. Lakini leo kampuni imeandaa site visit, tumekuja site tour, tumekuja tumeangalia, kweli viwanja vipo. Kama yani ukiona kiwanja kwenye ramani ndipo nakikuta kama kilivyo kwenye ground. Kwa ni kitu ambacho kimsingi hakina ubabaishaji. Na waomba na wasihi wa Tanzania wenzangu, kijana, baba, mama, kaka, shangazi, mjomba, jitahidi kumiliki ardhi. Ardhi ni mali. Asanteni sana.